nitumie nafasi hii kuwaombeni sana. Sisi wakati tunakuwa tuko watoto wadogo, mtoto wa Mtanzania yoyote alikuwa mtoto wa watu wote, alikuwa mtoto wa watu wote. Ikiwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, ukitoroka shuleni unarudi nyumbani, raia yoyote ambaye ni mzazi anaweza akakukamata njiani akakuuliza unatoka shule gani, akakushika mkono mpaka akakurudisha mpaka wapi? Mpaka shuleni. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu kila mzazi alikuwa anahisi ana wajibu wa kipekee kwa mtoto mwingine, na kila mzazi alijisikia mzazi wa watoto wote. Na ndio maana niliwahi kusema, nipo kwenye mkutano mmoja wa Arusha, sisi wakati tunakuwa, mama yetu ukisema mwanamke fulani anakurudisha, umesemaje? Na tulikuwa tunajua hataki tuseme mwanamke, anataka tuseme mama fulani. Kwa ukisema mwanamke fulani anakurudisha, umesemaje? Nimesema mama fulani. Kwa hiyo nidhamu ilikuwa inajengwa kwa nguvu sana. Sasa hivi maadili ya watoto wetu yameharibika, na wanaofanya kazi kubwa kuliko wote katika malezi ya watoto wa Kitanzania ni wanawake. Ninyi wote mlioko hapa mtakubaliana nami kwamba kama mama zetu wasingefanya kazi ya ziada, leo tusingekuwa na heshima tulizonao ndani ya ukumbi huu. Sasa hivi katika dunia, nchi nyingi tu zinachukua hatua. Sisi hatujaanza kuchukua hatua. Nchi za Ulaya zaidi ya 5 sasa zimeanza kuchukua hatua, hata ya kusema umri gani unaweza kuangalia mitandao ya kijamii. Kuna nchi zingine zimesema kuanzia miaka 15, nyingine zimesema kuanzia 16. Yaani wanajaribu kudhibiti watoto wasiingie kwenye mitandao na kuona kila kinachowekwa kwenye mitandao, kwa sababu wanajua kwamba matokeo yake ni uharibifu kwa mataifa yao. Sasa kama wenzetu wa Ulaya wanaona kwamba mitandao ya kijamii kwa watoto wao wanaweka udhibiti kwa sababu itaharibu watoto wao, sisi watoto wetu watatoka salama? Hawawezi kutoka salama. Ndio maana na sisi lazima tuanze kuona namna tunavyoboresha malezi ya watoto wetu. Wanawake wa Tanzania wakifika mahala wakasema malezi ya watoto wa Kitanzania haya wahusu, taifa letu ndani ya miaka 10 litakuwa sio taifa tena, itakuwa ni upuuzi mtupu katika nchi yetu. Mtakuwa nyinyi mashahidi. Siku hizi watoto kuanzia miaka 9, 10 wote wanashinda kwenye mitandao ya kijamii, na kwenye mitandao ya kijamii watu wanaweka vitu bila kupima kwamba kuna watoto wengi wanaangalia, na wako watu wazima ambao muda wote wanauliza kuhusu connection. Bila kujali malezi ya watoto wetu yanaathiriwa kwa namna gani. Ukipita kwenye mitandao, maana kuna mambo mtayaona sasa hivi mepesi hivi. Nimemwangalia pale yule dada wa Irene Design, ameongelea baba yake alivyogombezwa na kukemewa vikali mbele yake. Miaka mingi imepita, zaidi ya 10, lakini mpaka leo akikumbuka analia upya. Kila akikumbuka analia upya. Sasa je, wanawake wanaodhalilishwa kwenye mitandao leo wanamwakilisha nani? Mwanamke leo akidhalilishwa kwenye mtandao, sio wamedhalilishwa wanawake wote? Kinachoumiza kuliko vyote ni ukikuta mwanamke amedhalilishwa alafu mwanamke mwingine anashabikia.
Sisi wengine tukitazama tunasema anadhalilisha dada zetu, mama zetu, watoto wetu wa kike. Lazima kila mtu aone jambo lile linadhalilisha wanawake na linadhalilisha wanaume. Hebu tuanze kukemea mambo yanayodhalilisha wanawake wa taifa letu. Tuanze kusimamia heshima ya mwanamke wa Kitanzania. Tukiweza kusimamia heshima ya mwanamke wa Tanzania, ndipo tutakapoweza kusema kweli tunaweza kumletea maendeleo Mtanzania. Tuwapime wanawake kwa uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao yanayoleta maendeleo kwa nchi yetu. Tusiwapime dada zetu, watoto wetu, mama zetu kwa mambo yasiyo na tija kwa nchi yetu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwasihi sana kwamba wote tutoke hapa tukiwa tumezamiria, kila mwanamke wa Tanzania ajisikie ana wajibu wa kulinda heshima ya mwanamke mwenzake, lakini vile vile kila mwanaume wa Tanzania ajisikie ana wajibu wa kulinda heshima ya dada yake, ya mama yake, ya bibi yake, au ya mke wake, au ya rafiki yake. Wote tufike mahali tuseme heshima ya mwanamke ni heshima yangu, heshima ya mwanamke ni heshima ya taifa. Halafu hata tukiwa na maendeleo makubwa namna gani, lakini huku na heshima ya mwanamke ikiwa imepuuzwa, ni taifa linakuwa la hovyo tu, tunakuwa hatuna taifa hapo. Mimi mtanisamehe, mimi habari za wanawake zinanipaga shida sana miaka yote. Mimi ni feminist. Ndio maana watoto wangu wa kiume wanapokuwa wadogo naanza kuwajenga tangu wanakuwa. Watoto wangu wanajua kwamba nikipata habari umepiga mke wako, nitajua kwamba wewe unatakiwa upelekwe Mirembe ukapimwe akili. Kwa sababu kisha muoa mtu mzima, unakaa mnazungumza, mambo ya kupigana hayapo tena. Heshima ya mwanamke lazima ipate nafasi yake ya kutambuliwa katika jamii yetu.